Kama unafanya biashara na unataka kutofautisha na uweke mpaka kwamba okay, hapa ni maisha yangu binafsi na jina langu ni haya. Hapa ni jina langu la kibiashara ambalo nitafahamika nalo, na haya ni maisha yangu ya biashara, ila huku ni maisha yangu binafsi. Kwa hiyo nataka uweke utofauti na mpaka kati ya jina la biashara na jina lako binafsi na maisha yako binafsi. Vile vile na ukiwa makini zaidi kwamba kwa jicho la baadaye hii biashara naweza nikaja nikaiuza kwa big fishes. Unatamani kufanya biashara ambayo inaweza kuwa marketable, inaweza ikauzwa. Isiwe na controversial kati ya jina lako binafsi na jina la biashara yako, ama isiwezekane kuleta taharuki ama kumfanya mtu mwingine akashindwa kufanya biashara na wewe kwa sababu tu ameona jina lako na ama products zako ama services zako kwa sababu tu ya jina lako. Kama unahitaji kufanya kitu kama hiki, jambo pekee ambalo ni option uliobakia nayo na ni jawabu la hili ni kusajili hili jina. Tafuta jina, lisajili kwa umiliki wako. Kwa hiyo wewe utakuwa unalimiliki hilo jina lililosajiliwa kwa jina la biashara yako. Kwa hiyo kutakuwa kuna jina la biashara, alafu wewe ndio utakuwa mmiliki halali. Jina la miliki halali ni la kwako, ila jina la biashara itakuwa ni jingine. Hii inakuwa inaweza imekutofautisha kati ya maisha yako binafsi na jina lako la biashara. Hapo unakuwa safe kwenye angle zote na uweze kuleta controversial sokoni. Kuna watu wengine hawezi kwenda kununua tu duka ambalo limeandikwa Grace Store kwa sababu ex wake ni Grace au Neema, na sasa akina Neema mimi washaniumiza sana. Kwa hiyo wewe ni Neema na ni Grace, unataka kuweka, utaki ma ex wote wa kina Neema na ma ex wa kina Grace wasikuaffect wewe, sajili jina hilo. So kama wewe ni huyu, comment neno biashara hapo chini, nitakusaidia kusajili jina la biashara yako moja kwa moja na kuweza kuepukana na hii dhama ya ma ex na watu kuingilia biashara yako binafsi na maisha yako binafsi.